Wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro na mikoa jirani wauaga mwili wa aliyekuwa makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Cleopa David Msuya. Wapalestina wasiopungua 33 wauawa katika muda wa saa 24 zilizopita huko Gaza, kwa mujibu wa taarifa ya maafisa wa afya katika eneo hilo lililo chini ya mzingiro. Na katika michezo, klabu ya soka ya Simba inatarajiwa kufunga safari ya alfajiri ya kesho kuelekea kwenye mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho nchini Morocco. Naam, hali gani mtazamaji wetu popote pale ulipo? Karibu kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Hii ni taarifa yetu ya habari ya kutwa. Mimi ni Najma Abdallah, nitakuongoza upande wa habari za kitaifa na kimataifa, na nashirikiana vyema kabisa na mwenzangu Ramla Jabu ambaye anatuongoza upande wa lugha ya alama. Karibu sana. Tuanze na taarifa yetu ya habari kwa kuangazia habari za kitaifa. Na habari kuu hii leo mtazamaji ni mwili wa Cleopa Msuya waagwa Kilimanjaro, ambapo wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro na mikoa ya jirani wakiwemo viongozi wa serikali, dini na siasa wameuaga mwili wa aliyekuwa makamu wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Cleopa David Msuya kwenye kiwanja cha CD Msuya wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro. Baadhi ya viongozi waliouaga mwili huo ambao waliwasili uwanjani hapo kutokea Dar es Salaam kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA wameeleza jinsi walivyomfahamu hayati Cleopa Msuya. Mwili wa hayati Cleopa Msuya utazikwa siku ya Jumanne kijijini kwake Usangi wilayani Mwanga, ambapo mazishi yatakuwa ya kiserikali. Alikuwa ni mzee mmoja ambaye kwa kweli katika hali ya kawaida ameacha mambo mengi mazuri, na moja ambalo mimi nilikuwa nampendea sana, alipenda kusema ukweli hata katika mazingira magumu. Katika siku zake za mwisho za uhai wake, baba yetu wa Mwanga hayati Cleopa David Msuya alikuwa kinara wa kumwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kumuomba sana kwa kukamilisha mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe, na hatimaye Mwenyezi Mungu aliitikia. Mradi huo ulikamilika na kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan mnamo tarehe 9 mwezi wa 3 2025. Atakumbukwa kwa mengi ambayo ameyafanya mzee Msuya ndani ya chama. Hapa Mwanga sisi wote ni mashahidi. Tumeona kwa kiasi kikubwa ametoa mchango mkubwa kwenye chama na serikali. Kwa hiyo Cleopa David Msuya aliweka kwanza rekodi ya kuwa waziri mkuu katika vipindi viwili, kwa maana ya mwaka 80 kuelekea 83 na hatimaye mwaka 94 95. Huyu ni kiongozi pekee aliyerudia nafasi hiyo, na amerudia sio kwa bahati mbaya ila kwa sababu ya sifa. Na mtazamaji wa Channel 10, tukiendelea kufuatilia athari za mafuriko makubwa yaliyoikumba Arusha, tuna taarifa za kusikitisha kutoka mtaa wa Kikokwarubi, kata ya Lemara, ambapo mwili wa mtoto Adriana Jimmy aliyepotea kwa takriban wiki moja baada ya kusombwa na maji hatimaye umepatikana. Na sasa tunaungana moja kwa moja na mwandishi wetu Jamila Omar aliyepo huko mtaa wa Kikokwarubi. Jamila Omari, karibu sana kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja. Hapa tupo nyumbani kwa marehemu Adriana ambaye alifariki wiki iliyopita baada ya kusombwa na mafuriko, ambapo sasa mwili wake umepatikana. Na kwa sasa nipo pamoja na mwenyekiti wa mtaa huu Bwana Juma Waziri ambaye atatupatia maelezo zaidi. Bwana Juma Waziri, mwenyekiti wa mtaa wa Kikokwarubi,
Hebu tueleze hali ikoje na ilikuwaje mpaka huu mwili umepatikana? Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina yangu ni Juma Waziri Hamisi, mwenyekiti wa mtaa huu wa Kikorubii. Mwili huu ulipatikana kwa sababu tangu ilivyotokea tukio hili ilikuwa tarehe 4 siku ya Jumapili. Tulifanya juhudi kubwa sana za kumtafuta mtoto wetu. Kwa maana pia tulikuwa tumetoa taarifa sehemu mbalimbali kwa ajili ya watu ambao wanaweza kuona dalili zote viashiria vyovyote vya mtoto wetu waweze kutuambia. Ndipo ilipofika wakati ambapo kuna ndugu waliona mwili wa mtoto ambaye tunaona ni mtoto wetu, na sisi tukachukua jitihada za kwenda kufuatilia hadi kujiridhisha kwamba sasa kweli huyu ni mtoto wetu. Pole sana mwenyekiti na wananchi wa mtaa wa Kikorubii. Tukio limetokea eneo la Kikorubii, lakini mwili mmeupata wapi? Eneo gani? Mwili tumeupata eneo linaitwa ni kitongoji cha Maroroi, ni kata ya Nduruma, huko ni Arumeru. Lakini ni maeneo ambayo pia hii mito inakwenda huko, ndo ambapo pia tukaenda kutafuta, kwa maana ndo ambako ilipatikana huo mwili. Mwenyekiti, baada ya mwili kupatikana ni hatua gani sasa zinachukuliwa? Baada ya kupatikana mwili sasa tulifanya taratibu zote za kipolisi na kushirikiana na familia na wananchi wengine. Hadi sasa tumefikia hitimisho kwamba sasa tunakaribia kumstiri binti yetu siku ya kesho. Mtazamaji wa Channel 10, ni hali ya kusikitisha sana. Na sasa mwenyekiti, ni kitu gani au ni ushauri gani ambao unautoa kwa wananchi wa eneo hili la Kikorubii kuhusiana na hali ambayo inaendelea sasa hivi, hizi mvua ambazo zinaendelea mkoani Arusha? Ushauri wangu kwa wananchi wote, sio Kikorubii tu, ni wananchi wote, kwa sababu mwaka huu tumepata mvua nyingi. Lakini kila kitu kinakuja na changamoto zake. Kwa sababu tumepata mvua nyingi, basi wananchi waendelee kuchukua tahadhari, hasa wanapokuwa wanapita kwenye maeneo ambayo yana vivuko. Kwa sababu hata tukio hili lilionekana ni kivuko ambacho maji yalikuwa mengi, yakawa yameshindwa kupita kwenye karafati, yakawa yamepita barabarani, ndio maana tukio likatokea. Hivyo ni waombe wananchi kuchukua tahadhari kipindi hiki ambacho mvua zimekuwa nyingi na bado zinaendelea kunyesha. Asante sana Bwana Waziri. Mtazamaji wa Channel 10, kama utakumbuka wiki iliyopita tuliripoti tukio hili la mtoto Adriana ambaye alisombwa na mafuriko wakati akipita na pikipiki akiwa na baba yake. Pole sana wananchi wa mtaa wa Kikorubii pamoja na uongozi, na lakini pia tahadhari, wananchi tuendelee kuchukua tahadhari wakati huu ambao mvua zikiendelea kunyesha kama ambavyo mwenyekiti wa mtaa wa Kikorubii alivyotushauri. Kutoka katika mtaa wa Kikorubii, mimi ni Jamila Omar wa Channel 10, nikurudishe kwake Najma Abdallah pale studio za Channel 10. Kushukuru sana Jamila Omar kutoka Arusha. Mtazamaji, tulikuwa tunazungumza na mwanahabari wetu huyo kuhusu tukio la mtoto Adriani Jimmy aliyepotea baada ya kusombwa na mafuriko. Tumulike taarifa nyingine. Familia, ndugu na jamaa walikuwa msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, marehemu Charles Hilary, wameendelea kupokea salamu za pole na rambirambi kutoka kwa viongozi pamoja na watu mbalimbali ambao walikuwa wakifika nyumbani kumfariji mjane wa marehemu. Hamisi Sulemani ana taarifa zaidi. Miongoni mwa waliofika kumfariji mjane wa marehemu Charles Hilary ni pamoja na mkuu wa wilaya Ubungo Albert Msando pamoja na viongozi wa shirika la utangazaji TBC wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji Daktari Ayubu Rioba. Na kwamba wengi wetu hatukupata nafasi ya kukutana naye moja kwa moja, lakini amekuwa ni sehemu ya maisha yetu kwa muda wote, hasa katika tasnia ya habari, na tunamfahamu kwa uwezo wake mkubwa, kwa kipaji chake, kwa mchango wake mkubwa kwa taifa letu. Kwa hiyo ni msiba mkubwa, ni pigo kubwa, lakini tunasema ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya wananchi wa Ubungo tunawapa pole sana, lakini tunawapa pole viongozi wote wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, zaidi Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa msiba huu. Wengine tokea tukiwa wadogo tunasoma, kwa kweli tunamsikia akitangaza. Alikuwa na vipaji vingi, kwa mfano kipaji cha sauti ya utangazaji, lakini kipaji cha kutangaza mpira
lakini alikuwa ni mzalendo. Hata alipokwenda kufanya kazi katika vile vyombo vya habari vya magharibi, BBC, Deutsche Welle, bado naona kabisa ule uzalendo upo, na aliporejea tuliendelea. Alikuwa ni mtu ambaye ukikosea anakwambia hapa umekosea, lakini hakuachi kukwambia umekosea, anakurekebisha. Kwa hiyo alitulea vizuri sana, na kusema kweli sio kwa sababu amefariki, lakini kaka Charles alikuwa total package. Nikisema total package na maana ya kwamba alikuwa ni mtangazaji wa nyanja zote. Ulikuwa ukimweka kwenye michezo yupo, kwenye current affairs yupo, anasoma habari. Sisi wengine tulianzia kutangaza external service of Radio Tanzania Dar es Salaam. Akizungumza kwa niaba ya familia, Shemu Frenki ambaye ni mdogo wa marehemu Charles Hilary amesema mwili wa marehemu Charles Hilary utalala nyumbani kwake katika eneo hilo la Kibamba wakati ndugu na jamaa wakiendelea na maombolezo, lakini kesho majira ya saa 3 asubuhi utapelekwa katika kanisa la Anglican la Mtakatifu Bartholomayo eneo la Ubungo, ambako kutafanyika ibada ya maombezi kabla ya kusafirishwa kuelekea visiwani Zanzibar. Nazidi kuwapokea kwa ajili ya kuja kutoa mkono wa rambirambi, na ratiba yetu iko kama ilivyopangwa. Leo hapa tutalala na marehemu hapa nyumbani, na kesho asubuhi tunatarajia kwenda kanisani Ubungo Mtakatifu Bartholomayo, na pale tutakuwa na misa ambayo tunategemea kuisha kama saa 6-7, na tukimaliza hapo tutaelekea moja kwa moja bandarini kwa ajili ya safari ya Zanzibar kwenda kumpumzisha mpendwa wetu. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Na mtazamaji, kufuatia msiba huo wa mwanahabari nguli marehemu Charles Hilary, nao baadhi ya wahariri wa vyombo mbalimbali vya habari jijini Dar es Salaam wamemwelezea marehemu Charles Hilary kama miongoni mwa waandishi wa habari wachache waliokuwa wakifanya kazi kwa weledi na kufuata misingi stahiki ya uandishi wa habari, na kwamba miongoni mwa mambo atakayomkumbuka ni namna alivyoweza kutumia Kiswahili fasaha katika kazi zake. Wakizungumza na Channel 10, wahariri hao wamesema tasnia ya habari imepoteza mwandishi wa habari mahiri na muhimu katika tasnia, na kutaka waandishi wengine kumwenzi kwa kuendeleza mazuri aliyoyafanya katika tasnia, ikiwemo matumizi ya lugha fasaha ya Kiswahili. Ni mtu ambaye tulikuwa tukimwangalia kama kaka kwenye tasnia. Sasa anapokuwa hayupo, kwa kweli ni jambo ambalo hatuna uwezo nalo, lakini ndio hivyo linaumiza. Kikubwa ambacho Charles Hilary mimi naweza nikamkumbuka kama wahariri, alipoteuliwa kwenda Zanzibar, Charles Hilary alihakikisha anamshawishi bosi wake ambaye ni rais. Ilikuwa ni tofauti sana kuona wahariri wa huko Tanzania bara tunaenda Zanzibar tunashirikiana katika kazi, lakini Charles Hilary alihakikisha ile daraja sasa linajengwa vizuri. Charles Hilary mimi namkumbuka sana alipokuwa mkurugenzi wa mawasiliano wa Rais Ikulu. Kwenye kazi zetu hizi ukimtafuta akusaidie jambo, kwa kweli alikuwa ni msaada mkubwa sana. Anapambana huku na kule, anahakikisha nakupa majibu na unafanya kazi yako vizuri. Ukweli ni kwamba alikuwa na mchango mkubwa sana katika tasnia, hususan katika upande wa michezo, sababu ni wale watangazaji maarufu na mashuhuri sana katika utangazaji wa mpira, redioni na hata baadaye kwenye TV. Naam, tunamwombea marehemu apumzike kwa amani. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza majimbo mapya 8 ya uchaguzi baada ya kugawa majimbo huku ikiyabadilisha majina majimbo 12 ya uchaguzi, na hivyo kufanya sasa majimbo ya uchaguzi kuwa 272 nchi nzima. Kuringe Mongi ana taarifa zaidi kutoka Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari hapa jijini Dodoma, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Jaji wa Mahakama ya Rufaa Jacobs Mwambegele ameyataja majimbo hayo mapya kuwa ni pamoja na jimbo la Mtumba baada ya kugawa jimbo la Dodoma mjini. Tume imekubali na kuanzisha majimbo mapya 8 yafuatayo. Mkoa wa Dar es Salaam
yameanzishwa majimbo mapya mawili kama ifuatavyo. Mosi, jimbo la uchaguzi la Ukonga limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Kivule. Aidha, mwenyekiti huyo wa Tume Huru ya Uchaguzi akaweka wazi juu ya baadhi ya majimbo ya uchaguzi kubadilishwa majina. Idadi ya watu, ambapo kwa majimbo ya mjini kigezo kilikuwa kuanzia watu 600,000 na kwa majimbo ya vijijini ilikuwa kuanzia watu 400,000. B, uwezo wa ukumbi wa bunge, kwamba kwa sasa ukumbi wa bunge una uwezo wa kuchukua wabunge wapya wangapi? Kwa mujibu wa Jaji Mwambegele, majimbo 222 ya Tanzania bara na majimbo 50 ya Tanzania Zanzibar yatatumika na INEC, huku kata 3960 za Tanzania bara zitatumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tume imebadili majina ya majimbo ya uchaguzi 12 kama ifuatavyo. A, mkoa wa Geita, halmashauri ya wilaya ya Chato. Baada ya kugawanya jimbo la Chato na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Chato Kusini, jimbo la sasa la Chato limebadilishwa jina, litaitwa jimbo la uchaguzi la Chato Kaskazini. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Baadhi ya wakazi wa Changanyikeni, eneo linalofahamika kama mradi wa viwanja 20,000 kata ya Tuangoma wilaya Temeke jijini Dar es Salaam, wameiomba serikali kuwasaidia kuwadhibiti watu wanaodaiwa kuwa ni wavamizi wa viwanja ambao wamekuwa wakivamia maeneo yao na kuwaletea usumbufu mkubwa. Tupate taarifa zaidi. Wakazi hao ambao wamedai kuwa na hati ya umiliki halali wa eneo hilo lililopimwa wanasumbuliwa mno na wavamizi hao wa ardhi ambao wamesema hawajui wanakotoka, na baadhi yao hata wamefikia hatua ya kutishiwa maisha na kupelekwa mabaraza ya ardhi na kata. Aidha, baadhi ya wakazi hao ambao hawajaanza ujenzi wa maeneo yao wanayomiliki kihalali wamekuwa wakipata usumbufu mkubwa kupewa vibali vya ujenzi kutoka mamlaka husika, jambo ambalo linashangaza kwa kuwa eneo hilo limeshapimwa na serikali. Nilinunua kiwanja hiki kwa mmiliki wa kwanza ambaye yeye alinunua moja kwa moja kutoka wizarani. Kwa nikafanya naye biashara Novemba 2022. Lakini ilipofika mwaka jana, kuna watu ambao wanafahamika ni wavamizi wa maeneo haya walianza kuweka matofali kwenye kiwanja changu. Bahati nzuri majirani walikuwa karibu na kiwanja changu walinipa taarifa. Nilipojenga wavamizi wakaja wakabomoa, wakachukua na material, wakachukua matofali ambayo yalikuwa yamebaki, wakachukua na mchanga roli zima na nyumba na msingi ule wakabomoa, wakang'oa migomba mashina 10, wakaanza kujenga nyumba zao. Lakini hivyo nikaandika barua ardhi, wakanielekeza nielekee polisi, nikaenda kafungua jarada, wakaja mpaka site, wakarudi, tukatafuta na mkuu wa wilaya, akaja mpaka hapa site, akatuambia tusafishe viwanja vyetu, hawa wavamizi lakini bado wapo mle ndani. Sina hakika kwa nini usumbufu wowote ni upate, kwa sababu ardhi nimenunua serikalini, taratibu zote nimefuata, sheria zote nimefuata, utaratibu wa kulipia kila mwaka nafanya. Alafu mtu anakuja 2024 anadai kwamba kuna uvamizi umefanyika hapa. Nimeshangaa. Fatma Hassan, Channel 10. Naam, na sasa tuelekee kule bungeni jijini Dodoma. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imepanga kutekeleza vipaumbele 5 kwa mwaka ujao wa fedha 2025-26, ikiwamo kuimarisha uwezo wa nchi katika utafiti, matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuchangia upatikanaji wa maendeleo endelevu kupitia bajeti ya zaidi ya shilingi trilioni 2.4 zilizoombwa kuidhinishwa na Bunge.
Kutoka bungeni, Amani Mbando ana taarifa zaidi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameainisha vipaumbele hivyo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha hotuba ya bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025-26 ambapo ameeleza kuwa utekelezaji wake utaenda sambamba na kuhuisha na kuandaa miongozo 10 ya utoaji wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Serikali itaanza utekelezaji na uendeshaji wa bodi ya kitaalamu ya walimu ili kuhakikisha walimu wanaohitimu katika vyuo vinavyotoa mafunzo ya elimu ya walimu vinavyotambulika na serikali wanapata usajili utakaowezesha kutambulika ndani na nje ya nchi pamoja na kuendeleza utaalamu wao. Aidha, bodi itawezesha usajili na uendelezaji wa walimu wote walioajiriwa katika shule za sekondari za serikali na zisizo za serikali. Akiwasilisha maoni na ushauri wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo kuhusu bajeti hiyo, mwenyekiti wa kamati Husna Sekiboko ameshauri wizara iandae mikakati maalum ya kuwapata walimu wa amali na fani ya biashara. Serikali iongeze fedha kwa ajili ya vyuo vya ualimu ambavyo vinatoa na kuandaa mafunzo ya ualimu kuendana na mitaala mipya. Serikali iweke mikakati ya muda mfupi na muda mrefu ya kuandaa walimu wa masomo ya amali ili kuwawezesha wahitimu wa mafunzo ya amali kusoma kozi hizo na kuajiriwa kama walimu. Aidha, mikakati itakayowezesha walimu kupitia vyuo vikuu mbalimbali nchini iendelee kutekelezwa. Wakichangia hoja hiyo, baadhi ya wabunge wameshauri serikali kuhusu uwiano wa walimu na wanafunzi kwa shule za msingi, sekondari na vyuo vya mafunzo ya amali pamoja na mgawanyo wa vitabu kwa kila mwanafunzi. Ilikuwa ninashauri ni namna gani waweze kujitahidi ajira zitolewe kwa mwaka 40,000 mpaka 45,000 ili tuweze kuondoa tatizo hili katika kipindi cha miaka 5 au miaka 6 ijayo. Kwa nini tusitenge fedha katika maeneo maalum, tukasema kwamba tunahitaji suluhisho katika eneo fulani, na kwa jinsi hiyo tunatamani kwamba tuweze kuwapa wanafunzi wa masters katika maeneo husika ili hao sasa waweze kufanya mafunzo hao ya uzamili, baadaye walete suluhisho la changamoto zilizo katika jamii yetu. Na wazazi wengine wanakwenda mbali zaidi, wanawapeleka watoto wa shule za msingi kwenye masomo ya ziada. Hili ni jambo la hatari sana katika makuzi ya watoto. Kati ya shilingi trilioni 2.4 wizara ilizoomba kuidhinishiwa na bunge, shilingi trilioni 1.74 ni kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo na bilioni 688.6 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ikiwa ni pamoja na kulipa mishahara. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Naam, shukrani sana mwanahabari wetu Amani Mbando kutoka mkoani Dodoma. Tumulike taarifa nyingine kutoka kule Zanzibar. Mkurugenzi mtendaji wa mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF, Shadrack Mzirai, amelishukuru shirika la chakula duniani kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa mchango wao wa kunusuru kaya maskini. Hii hapa taarifa zaidi. Shadrack Mzirai amezitoa pongezi hizo baada ya kumaliza kikao cha kujadiliana kuhusu mpango mpya wa TASAF awamu ya 3 unaotarajiwa kuanza Oktoba mwaka huu. Amesema katika kikao hicho shirika la chakula duniani limekubali kuendelea kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa mpango mpya wa kunusuru kaya maskini awamu ya 3. Hawa ni mmoja wa wadau wetu wakubwa sana katika utekelezaji wa mpango huu wa kunusuru kaya maskini, na tumekuwa nao kwa kipindi hichi cha awamu hii ambayo tunakwenda kukamilisha Septemba, lakini tuko katika maandalizi ya mwisho ya awamu mpya ambayo tumekuja kuongea na wadau wetu wa WFP. Mkurugenzi wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP Tanzania, Ronald Trenberg, amesema WFP imeridhishwa na mwendelezo katika miradi na uwezeshaji wananchi kiuchumi. Tumezungumza namna ya kuboresha na kuendeleza mashirikiano yetu kati ya shirika la chakula na TASAF, na tumepata muda mzuri wa kujadiliana mpango mpya wa 3 wa TASAF. Wakati awamu ya pili ya mpango wa kunusuru kaya maskini ukitarajiwa kumalizika Septemba na awamu ya 3 kuanza Oktoba mwaka huu, wadau wa maendeleo wamekuwa na ziara mbalimbali za tathmini ya kawaida ya kuangalia maendeleo ya miradi ya TASAF na miradi ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Naam, tuelekee kule mkoani Tabora. Huko tunaambiwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha
amewatimua wanafunzi wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari Milambo ambao wamemaliza kufanya mitihani yao ya mwisho baada ya kufanya makosa ya utovu wa nidhamu, ikiwemo kutishia kuchoma majengo ya shule hiyo kongwe inayomilikiwa na serikali. Kutoka Tabora, Pendo Salu ana maelezo zaidi. Imeelezwa kuwa chanzo cha kufanya utovu huo wa nidhamu ni baada ya uongozi wa shule kuzuia wanafunzi hao wasifanye sherehe za mahafali, ambapo wanafunzi waliamua kutaka kwenda kufanya vurugu mitaani, ambayo wao waliona kuwa ndio sehemu ya kutuliza hasira zao. Taarifa hizi zikamfikia mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, ambaye amelazimika kufika shuleni hapo ili kujua zaidi kile kilichotokea. Wao wakajipanga sasa, kadiri nilivyoeleza, kwamba sasa kwa sababu sisi tumejua kufanya sherehe, baada ya shughuli za shule sisi twende na jogging yetu mtaani. Lakini kumekuwa na utorokaji wa wanafunzi. Lakini wakati mwingine wakitoroka, wakiwa wanarudi, ili wasionwe, wana switch off umeme, kwa maana wanazima umeme, shule yote inakuwa giza, ili wanapoingia isitokee kwamba kuna mtu anawaona. Hapa mkuu wa mkoa Paul Chacha akatoa onyo kali kwa wanafunzi hao juu ya tabia hizo za utovu wa nidhamu. Natuletea mizaha hapa, watu wanataka kuchoma shule. Hivi shule hii kweli leo ichomwe? Na mlevi mmoja hapa anasoma KLF. Alafu mimi mkuu wa mkoa nafanya nini hapa? Viongozi wote hao wa mkoa, kamati ya ulinzi na usalama ambao ina wajibu wa kulinda usalama wenu, mnalala, mnaamka, mnaingia madarasani, hakuna wakuwabuguzi, alafu mchome shule. Tumekaa hapa. Unatembeaje form 6 umevua nguo, unafanya jogging? Kisha akatoa amri ya kuwatimua shuleni hapo warejee nyumbani kwao. Mkimaliza hapa mmoja mmoja, bwenini, toka getini hapo, stendi. Tusikukute hapa mjini hapa. Ukikutwa hapa wewe ni mzurulaji, mhalifu, polisi asubuhi mahakamani. Waliokuwa wamejiandaa kuchoma shule, baadhi yao tumewakamata, tunao. Unatoka hapa mmoja, nenda chukua vitu vyako, ondoka, nenda stendi. Ukifika stendi, hakuna kusema gari halipo. Lolote lenye mwelekeo wa kwenu panda, kashukia huko mbele. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake Pendo Salu kutoka Tabora ndio inatukamilishia habari za kitaifa. Asante kwa kuendelea kuwa nasi katika Channel 10 habari, na karibu sasa tuangaze habari za mataifa mbalimbali. Tunaanza kule Israel. Wapalestina wasiopungua 33 wameuawa katika muda wa saa 24 zilizopita huko Gaza, kwa mujibu wa taarifa ya maafisa wa afya katika eneo hilo lililo chini ya mzingiro. Wizara ya afya ya Palestina imeripoti kwamba Wapalestina wengine zaidi ya 90 huko Gaza pia wamejeruhiwa katika mashambulizi ya Israel ndani ya saa 24 zilizopita. Taarifa ya wizara hiyo imeongeza kuwa idadi kubwa ya waathiriwa imesalia chini ya vifusi na barabarani kwa kuwa hawawezi kufikiwa na ambulance na wafanyakazi wa ulinzi wa raia. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Palestina, idadi ya waathirika wa hujuma hizo za kikatili tangu Machi 18 mwaka huu mpaka sasa imefikia watu 2749 na majeruhi 7607. Haya yanajiri wakati shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina likieleza kuwa hali ya kibinadamu huko Gaza ni janga lisiloweza kufikirika. Naam, tuangazie taarifa nyingine kutoka Uturuki. Kundi la wapiganaji wa Kikurdi PKK ambalo limekuwa katika mapigano ya silaha na Uturuki kwa zaidi ya miongo minne limetangaza kuvunjwa kwake na kumalizika kwa mapambano yake ya silaha. Kundi hilo la wafanyakazi wa Kurdistan PKK limetangaza katika taarifa ya mwisho ya mkutano wake wa leo Jumatatu kwamba habari ya kumalizika kwa vitendo vyote vinavyonasibishwa na jina lake, ikiwa ni pamoja na mapambano yake ya silaha dhidi ya serikali ya Uturuki. Baada ya kufanyika kongamano kaskazini mwa Iraq siku ya Ijumaa,
PKK ilisema kuwa imefanya maamuzi ya kihistoria. Shirika la habari la Firit, chombo cha habari kilicho karibu na kundi hilo, liliripoti kwamba taarifa kutoka kwa kiongozi wa PKK Abdullah Öcalan iliwasilishwa wakati wa kongamano ikieleza mitazamo na mapendekezo yake. Naam, ni hayo ambayo tumekuandalia kwa upande wa habari za kimataifa, na hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha habari za kitaifa na kimataifa. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kusalia nasi. Mimi ni Najma Abdallah, nashirikiana na mwenzangu Ramla Jabu ambaye anatuongoza vyema upande wa lugha ya alama. Tafadhali endelea kusalia nasi.